Ten Kizinga, mchawi wa Simba, alijitambulisha hivyo. Habari yako? Bana, safi ndugu yangu. Kwema kabisa. Kama kawaida tunamshukuru Mungu. Siku moja kabla ya mechi ambayo mnacheza dhidi ya Azam Football Club kwenye CRDB Confederation Cup hatua nusu finali, tulizungumza na ukasema kombe hili unaona kabisa unaenda kubeba. Nini shida kaka? Yaani kweli nilizungumza kwa sababu nilikuwa najiamini, timu yangu iko vizuri na kikosi kipana na wachezaji ambao wanaweza kupambana na wakalitetea taji. Kwa hiyo mimi nilizungumza, lakini wakati mwingine mpira una matokeo ya kikatili sana. Wachezaji wetu wamepambana kwa kiwango kikubwa sana, wamejituma sana, lakini haikuwa bahati yetu, haikuwa riziki yetu. Tumelipoteza tena kwa mara nyingine, tumelipoteza kombe kwa mara nyingine. Tunasikitika kutangaza hivyo kwamba tumelipoteza kombe, lakini tunajipanga kwa ajili ya kuelekea hatua nyingine inayofuata. Sababu hasa ya kulipoteza kombe ni ipi ukitazama kwa mchezo wa jana? Kwanza mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo tafu. Yaani ukisikia show ya wanaume ndio ilikuwa show ya jana. Ile ndio ilikuwa mechi ambayo ilistahili kuwa hata fainali. Lakini kwa sababu ilikuwa ni nusu fainali, tunasema haina shida, wamekwenda, sisi tumebaki. Game ilikuwa ngumu kwa maana ya kwamba kiangalia hata namna ambavyo Azam wana wachezaji wazuri ambao wanaweza wakaamua matokeo muda wote, sio timu ya kubeza, sio timu ya kuidharau. Wamefanya vizuri, wameamua matokeo. Unaweza ukaona baadhi ya wachezaji ambao walikuwa benchi wamekuja, wameweza kuisaidia Azam FC. Mwalimu amefanya sababu ya kutosha, basi sawa, lakini pia tumefungwa na timu ambayo ilikuwa iko nusu baada ya kadi nyekundu. Tumepoteza dhidi ya Azam ikiwa na upungufu wa wachezaji. Sisi leo hii sisi wa kupoteza mbele ya Azam tena ipo nusu sisi. Sawa, hana shida. Miongoni mwa jambo umeligusia kadi nyekundu. Uone kama pengine labda ilikuwa ndo nafasi ya nyinyi kuweza kutafuta bao la tatu, lakini cha ajabu nyinyi ndo mkafungwa bao la tatu. Football haiko hivyo. Football jinsi ilivyo, unaweza ukafungwa hata na watu ambao wana red card mbili na wana mapungufu. Unaweza ukafungwa. Football jinsi ilivyo, chochote kinaweza kikatokea kwa wakati ambao hukutarajia. Kwa mfano, goli la tatu ambalo anafunga Azam ni goli ambalo limekuja wakati ambao sisi hatukutarajia kwamba lingekuja. Yaani ni goli ambalo limekuja kama goli la Wozu kwa Wema Sepetu. Si umenielewa? Yaani ni goli la Kitambala limekuja kama goli la Wozu kwa Wema Sepetu wakati ambapo hakutarajia na sisi tulikuwa hatukutarajia. Goli la Kitambala hilo limekuja. Ghafla tayari Baka anarudisha mpira kwa kipa. Kipa naye anajiandaa kuchukua mali haikufika vizuri, Kitambala kaweka. Pale kuna lawama zozote kati ya Baka na golikipa? Kwetu sisi kwanza tumeshajiapiza kuwalaumu wachezaji wetu. Kwa hiyo hakuna shabiki nadhani mpaka sasa hivi ambaye atathubutu kwenda kutoa lawama kwa Ibrahim Baka, kwa sababu yale ni makosa yamefanyika, ni bahati mbaya. Kwa sababu mapambano aliyoyafanya sidhani kama mtu anaweza kaamua kufanya vile kwa makusudi. Ni bahati mbaya imetokea, amerudisha mpira au kufika vizuri. Na namna ambavyo Mungu alipanga iwe, hii lazima iwe hivyo. Kila kitu kina sababu zake. Baka utakwenda kutoa boko. Na boko hilo litawapa faida Azam FC watakwenda fainali. Kwa hiyo tuseme kwamba tumepoteza, bahati mbaya imetokea upande wetu, bahati nzuri imetokea kwa upande wao, imekuwa riziki yao, wacha waende. Mimi binafsi nasema naungana na Azam kuanzia sasa kuelekea kwenye hiyo fainali. Yaani mchezo wa fainali nitakuwa nao Azam katika kuwasapoti, lakini sio kwenye mchezo huu hapa wa ligi. Huu wa ligi watu waache kidogo. Lakini kwenye mchezo wa fainali wa CRDB Federation, Azam nitakuwa nao sambamba kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata kombe lile. Hatuwezi sisi kuliacha kombe alafu liende kwa watu wa hovyo. Hapana, hatutakubaliana na hilo. Kwa hiyo tutashirikiana na Azam FC kuhakikisha lile kombe inakuwa ni mali yao. Sisi na Azam hatuna ugomvi. Sio, umeelewa? Zaka za kazi ni ndugu yetu, mwenezi wa Azam yule pale, mmoja kati ya watu wanaopambana kuhakikisha Azam FC inakuwa na mafansi wengi ni mwenezi. Tuna ujamaa naye. Ukimwangalia bosi mchezaji, wote wale ndugu zetu. Bwana, ukimwangalia bwana mdogo yule pale shabiki na Yesu anajiita nani yule pale? Basi safi tu anajiita Kamiko, basi safi tu. Yaani wale wote ni familia yetu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo sisi na Azam ni ndugu na tutakuwa tayari kuwasaidia Azam kuhakikisha fainali itakakopelekwa tuko nao sambamba. Kwa ajili ya kuhakikisha Azam FC anachukua lile kombe. Hatutakubali. Kwa hiyo kuliko ushabikie timu ya ndugu yako mnaokaa sehemu moja Kariakoo pale, bora ushabikia Azam Football Club kutokea Chamazi. Kuliko nishabikie Simba, bora niende hata nikaishabikie Sinza Star. Bora nikaishabikie Sinza Star, timu ya golikipa wa Young Africans, Komeni. Bora niende nikaishabikie Sinza Star.
kuliko nishabikie mimi Simba na kuliko niombee dua Simba. Bora niombee Sinza Star ipande mpaka ligi kuu kuliko kuwashabikia Simba na kuwaombea dua Simba. Kama kuna vitu ambavyo nasikia raha mimi ni kuona Simba anafanya vibaya, na sitaacha kuomba dua kwamba Simba hii iteketee. Sitaacha kama mchawi. Mchawi wa Simba ndio. Taendelea kuwaombea mabaya. Wewe ushawahi kumwona shabiki wa Simba anaomba? Jana wanakuambia tunamwomba Yanga aje. Unafiki tu. Machoni wanasema hivyo na sura zao zimejikunjamana kama umekunywa alkasusu. Umeona alkasusu ambao haina hata sukari. Kumbe huku moyoni wanasema usije. Azam mshinda bwana, Azam mshinda. Furaha yao sisi tupoteze. Tukishapoteza tu ina maana yake lile kombe la CRDB tumelipoteza, si ndio? Ndio ilikuwa furaha yao. Sawa. Nipo najiuliza, umetoka nyumbani ukiwa umekula suti ya Young Africans. Mashabiki wa Simba huko ilikuwaje kupita katikati yao wakiwa wanajua kwamba umefungwa tu jana? Hakuna hata mmoja aliyenigusa kwa sababu nilikuwa kama mbogo. Ukinigusa mimi nakutia kofi. Hakuna hata mmoja aliyenisogelea. Alikuwa akiniona wananipitia mbali. Kwa sababu nilikuwa na sura kama ya Idi Amin Ndada. Unamjua Idi Amin Nduli yule dada yule? Ndio nilikuwa na sura kama ile. Kwa shabiki wa Simba alikuwa akiniangalia hivi anaona jamaa mbona vile kwa vile yule mfuate au nimwache? Hawasogei. Ukigusa hata shati tumeumia. Kofi inapiga. Sasa unanifuata kufanya nini? Wakati sijacheza na Azam ulinifuata. Sasa hizo unifuata kwa sababu gani? Kwa hiyo alikuwa ananiogopa, nikapita niko salama mpaka nimefika wakati huu. Tumzungumzie Alan Okello kwa mchezo wa jana. Binafsi ukiniuliza ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipindua meza ya Azam kwa assist zake. Kwako wewe nadhani alistahili kuwa man of the match na si Himidi Mao Mkami? Alistahili jana kuwa man of the match, lakini kwa sababu wanaotoa tuzo ya man of the match mara nyingi wamekuwa wanaangalia timu ambayo imepata matokeo, umeelewa, lakini bila kuangalia mchango mkubwa aliotoa mchezaji. Anyway, tunasema hakuna shida. Himidi Mao amepata tuzo, hamna shida. Tumpongeze kwa kupata tuzo ya man of the match, lakini ni tuzo ambayo alistahili kuipata Alan Okello kwa sababu ametengeneza goli la kwanza, ametengeneza na goli la pili. Yes. Sawa, kuelekea mchezo wenu dhidi ya Azam tarehe 24 ambao mtacheza visiwani Zanzibar, tutegemee nini kwa Young Africans? Tegemeeni alama 3. Hatutakubali tena kuona Azam FC anatufunga kwa mara nyingine. Na hii lazima tuseme na wanayanga wote, hii ni mechi kweli kweli. Wewe ambaye unapatikana katika maeneo ya Kisauni, unapatikana katika maeneo ya Forozani, unapatikana Gombani, unapatikana Unguja, Pemba, kote. Make sure kwamba unafanya maandalizi yako kwa dua na sala kwa namna yoyote, uchawi wa kutosha, bwana, vitu vyote wewe fanya. Nenda msikitini, nenda kanisani, fanya chochote kile, elekea mizimu yako. Kama unamiliki mizimu, hakikisha unakamata mizimu, twende pale uwanjani. Kamata jini mahaba, mtupie Fei. Kamata jini mahaba, mtupie Dinado. Kamata jini Subiani, mtupie Kitambala. Kamata kila aina ya majini, tupia wachezaji wa Azam. Tukienda pale tupia hata Foba pale naye asione kitu chochote, Shimanula asione kitu chochote, twende tukachukua alama 3 sisi hao, twende tukatangaze ubingwa wetu. Hatuko tayari kuupoteza tena ubingwa huu. Mwana Yanga wa kweli hawezi kukubali sisi tuupoteze ubingwa huu tena kwa mara nyingine. Kuna kiapo chochote? Kuna kiapo chochote labda unakiweka? Hapana, mimi sina kiapo zaidi ya kusema tu kwamba ni wakati wa kushikamana, kupambana. Ila naamini moja kwa moja kwamba tunakwenda kuchukua alama 3 dhidi ya Azam FC. Sawa, na ubingwa bado upo kwenu au sio? Ubingwa bado tunao kwa sababu tunaongoza kwa alama 2. Zimebaki mechi 3. Yes, kwa hiyo lazima tupambane. Ni mechi ngumu. Hakuna mechi nyepesi katika hizo mechi zilizobaki. Lazima twende tukapambane. Neno moja la kukamilisha la kuwafariji wananchi juu ya matokeo hapo jana, lakini kuelekea mchezo unaofuatia, neno moja kwa. Neno la kuambia kwanza, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tumeona wachezaji wetu wamekuwa wakipambana. Asijitokeze mtu yoyote wa kuweza kulalamika. Wachezaji wamepambana. Kama unataka kuanza kulaumu kila mchezaji, rejea nyuma. Young Africans inaenda Kigoma, inacheza mechi. Siku 2 iko Arusha, inacheza mechi. Siku 2 iko Mwanza, inacheza mechi. Wale ni binadamu, yale sio mawe, sio jiwe lile. Umeelewa? Wanachoka. Angalia wenzetu Flavor walioipata. Siku 5 nzima wako Mwanza wanapumzika, wanakula ugali samaki, sato za Mwanza wanakula wao. Sisi tuko kwenye ndege tu, tuko kwenye msoto, wachezaji wako hoi, wamechoka, tunakwenda kucheza. Lazima tuwapongeze, wamefanya kazi kubwa sana. Shukrani sana. Asante sana.